Kwa nini vidonda vya tumbo haviponi? Ni moja ya swali ambalo linaumiza vichwa vya watu wengi sana. Sasa hapa nitakwambia ukweli ili uweze wewe kujitambua uko wapi. Wengi tumekuwa tukikosea na wengi tumekuwa tukifanya vitu bila kufahamu. Bado tunaendelea kujiunguza matumbo yetu, tunaendelea kuunguza afya zetu. Sasa kitu cha kwanza ambacho kinasababisha wengi washindwe kupona na wengi wasipate matokeo, nitaweza kukuelezea sababu 10 hapa na zaidi, na utakuwa baada ya hapo utaweza kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi. Naitwa Dr. Jimmy. Kama hujasubscribe channel yetu, basi usahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kitu cha kwanza ambacho huwa tunakosea kabisa, kwa nini hatuponi? Cha kwanza, hatutambui ni aina ipi ya vidonda vya tumbo tulionayo. Ni moja ya changamoto kubwa sana, na hii huwa inaenda kututafuna. Ndio maana wengi wamekuwa wakituambia kwamba kwa nini mara nyingi kwako inakuwa ni rahisi kuondokana na hii changamoto ya ulcers. Ni kwa sababu kwanza lazima tufahamu dalili, tufahamu chanzo, una aina ipi kwanza ya vidonda vya tumbo. Hicho ni kitu cha muhimu sana, wengi watu zingatii. Kuna vidonda vya tumbo vilivyo kwenye kifua au kwenye kora chakula. Kuna vidonda vya tumbo vilivyo kwenye utumbo mdogo, lakini kuna vidonda vya tumbo vilivyo kwenye kuta za tumbo ambayo tunasema ni gastric ulcers, na kwenye utumbo mdogo tunasema duodenal ulcers. Kwa hiyo cha kwanza ni kugundua, je, una aina ipi ya vidonda vya tumbo? Mara nyingi kitu ambacho kinafanya sisi wengi tusiweze kupata matokeo ni kwa sababu hatujui baadhi ya vitu, na pengine wataalamu wameshindwa kutuambia, ndio maana bado tunasumbuka. Sasa nitakuelezea kidogo, ingawa kwenye clip zilizopita tulikuwa tunaelezea dalili za vidonda vya tumbo. Tutafuatia hiyo clip, tulielezea dalili za vidonda vya tumbo, tumeelezea kila aina tumeelezea maeneo ambayo vidonda vya tumbo vinatokea na vinakuwa na dalili zipi. Yaani kwamba hiyo sehemu kama utumbo mdogo, basi dalili zake ni zipi, kama kwenye kora chakula dalili zake ni zipi, lakini pia kama ni kwenye kuta za tumbo dalili zake ni zipi. Utaweza kuziona, na cha kwanza hicho ndio inabidi uweze kukizingatia kabisa. Lakini pia cha pili, hakikisha unatumia tiba za kuondoa chanzo cha tatizo, sio suluhisho, sio dalili. Na utajuaje kwamba tiba unazotumia ni za kutibu dalili na matokeo? Utakuwa zinakupa matokeo pale unapokuwa unatumia dawa, lakini baada ya kuacha kutumia changamoto inarudi. Sasa kama unatumia dawa, baada ya kutumia changamoto inarudi, basi jua kwamba dawa nazotumia hizi ni za matokeo, ni za dalili, sio chanzo cha tatizo. Ni moja ya jambo jingine ambalo inatakiwa ulizingatie. Lakini kitu namba 3 ambacho unatakiwa kuzingatie, fahamu, nenda ukapime. Ukishapima hospitalini tutakupa maelekezo kwamba vidonda vyako vya tumbo vimesababishwa na nini. Kuna vitu viwili vinavyosababisha vidonda vya tumbo, sio vingine. Wengi wanafikiria kwamba labda ni njaa. Hapana, sio njaa. Wengine wanafikiria labda ni vyakula fulani. Hapana, sio vyakula fulani. Mbona umeacha kutumia hivyo vyakula lakini changamoto imerudi pale pale? Dalili, sababu ni kuu ni 2. Changamoto ya kwanza ni H. pylori. H. pylori ni bakteria mbaya tumboni kabisa anayesababisha vidonda vya tumbo. Lakini namba 2 ni acid reflux. Kwa hiyo tunatakiwa pia tuelewe kwamba wewe chanzo cha vidonda vya tumbo kwako ni kipi? Ni acid au ni bakteria? Hapo tukishamaliza hapo, ndugu yangu, hautateseka. Sasa wengi hivi vitu hatuvifahamu, ndio maana tumekuwa tukiambulia pua. Ndio maana JWS Herbal Clinic lazima lazima niwasiliane na wewe moja kwa moja. Kuna vitu inabidi nichukue ili uweze kupata tiba sahihi. Ndio maana wengi wanaotumia tiba kutoka kwetu huwa wanapata matokeo mazuri na kutokomeza kabisa changamoto ya vidonda vya tumbo. Sasa hapa nitaongelea baadhi ya vitu ambavyo inabidi uzingatie. Lakini pia kwenye hiyo tiba unayotumia, hakikisha ina hivi vitu vitatu. Ndio maana ile ya kutoka kwetu, tiba ya kutoka kwetu, tiba asili, imekuwa ikileta matokeo kwa sababu cha kwanza ina vitamini kama zinki.
Zinki kazi yake kubwa ni kwenda kukausha vile vidonda visibaki wazi baada ya kutumia tiba. Lakini pia hiyo tiba inabidi iwe na vitamini A na probiotics moja kwa moja, ambayo hii tunasema ni ukikosa, hii ni building block, yani kama vile unavyoona block ya nyumba, ndo hii virutubisho ambavyo vipo kwenye hiyo tiba vinakuwa tunasema ni building block, ambao ukuta hapa utakaojengwa utajengwa ukuta imara na wa haraka. Ndio maana wengi imekuwa mkiuliza kwamba inakuaje unapata matokeo haraka. Lakini kitu namba 2 kinachosababisha usikae sawa, usipone, usingizi mdogo. Tumbo ujijenga zaidi usiku. Kwa hiyo tunakuambieni kwamba hakikisha unapata usingizi, tumbo linajijenga zaidi usiku. Sasa wewe ndugu yangu, usingizi hafifu, unalala masaa 3, unalala masaa 4, what do you expect? Huwezi kupona vizuri, kwa sababu tumbo lako linahitaji kujijenga zaidi. Lakini pia uvutaji wa sigara na pombe, wengi bado mnaendekeza hili changamoto mbili, sigara na pombe hatari. Naomba nisielezee kwa sababu wataalamu wengi wameshaelezea, maana hata pia wanywaji wanatudisi kwamba wao mbona watu ongelei sisi, ila sisi tunaongelea wao. Sasa naomba nitoke kwenye hii debate, watakuja wenyewe, lakini changamoto wanafahamu. Lakini pia kutokula kwa muda mrefu, au pati muda maalum wa kula na hauli kwa muda mrefu. Ndio maana tumekuwa tukiambieni hata vidonda vya tumbo wasifunge, ila wengine wataalamu wamesema funga. Sasa wengi wanajichanganya kwamba tufunge au tusifunge. Sasa ndugu yangu nikwambie, usifunge, lakini endapo utapata muongozo maalum wa vyakula. Kinachotakiwa hapa ni muongozo maalum wa vyakula. Unaweza kula vyakula vya kulinda kwenye tumbo lako lisiwe na changamoto. Kwa hiyo kama unahitaji kufunga na vidonda vya tumbo, tunaweza kuwasiliana na mimi, nitakupa muongozo mzuri. Ndio maana imekuepo hiyo debate. Wengi wamekuwa wakituuliza haya maswali kwamba mimi nifunge au nisifunge. Unaweza ukafunga au usifunge kulingana na changamoto inayo kuwapo. Lakini pia tunasema kutumia dawa za maumivu, aspirin, diclofenac, ibuprofen, wengi paracetamol. Sasa ndugu yangu, naomba uniandikie hapo kwenye comment chini, niandikie kwa nini unatumia dawa za kupunguza maumivu. Kwa nini unatumia hizo dawa? Na ukiona mtu anatumia dawa za kupunguza maumivu, ina maana amekosa dawa ya kutibu chanzo cha tatizo ulilonalo. Sasa niambie hapa kwamba daktari, mimi natumia dawa za maumivu kwa sababu nina ABCD, na mimi nitaweza kuelezea ni kitu gani uweze kufanya uweze kutokomeza changamoto hiyo. Lakini pia kutokula dawa kwa muda sahihi. Wengi sasa mnakuwa na mida yenu, daktari amekuambia kula baada ya masaa 8, wewe hata baada ya masaa 9 unasema iko vizuri. Sasa hatuzingatii vitu. Sisi sio wazingatiaji, ndio maana mara nyingi tunatengeneza changamoto kubwa. Kwa hiyo hakikisha unazingatia. Stress nyingi, wengi tunakuwa na changamoto za stress, unaendelea stress inazalisha homoni ya cortisol. Homoni ya cortisol huongeza asidi ambayo inapunguza kinga ya tumbo, na kidonda mara zote kitaendelea kuwaka moja kwa moja. Kwa hiyo unachotakiwa, punguza stress basi unapokuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia unakula vyakula vinavyochochea vidonda. Hakuna vyakula vinavyosababisha vidonda vya tumbo, ila vinavyochochea vidonda, kama kunywa vinywaji vya viwandani, vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye kafeini, hivi vyote, pilipili, tangawizi nyingi, lakini pia nyanya, hizi zote zinaweza zikakuongezea soda, hizi zote zinaweza zikakuongezea hatari ya kutengeneza vidonda, kuchochea zaidi vidonda viwe hatari zaidi, sio kusababisha. Hakuna chakula kinachosababisha vidonda vya tumbo, ila vinachochea vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinasababishwa na asidi, lakini pia vinasababishwa na H. pylori moja kwa moja. Lakini pia tunasema kingine kinachoendelea kututesa ni bakteria wa H. pylori bado hajatibiwa. Naomba niongelee hapa. Nimeshawaambia unapokuwa unatibu changamoto, hakikisha unatibu chanzo. Unapima. Ukishapima tunaelewa chanzo cha vidonda vya tumbo kwako ni kipi. Kama ni bakteria H. pylori, basi tudili na H. pylori kama namba 1, causative namba 1 ya vidonda vya tumbo. Lakini pia kitu kingine ni kwamba asidi yako ni kali sana. Hakikisha unatibu asidi. Ndio maana sisi tunakupa, zinakuwa ni package ya dawa hizo 2 ambazo ukizitumia, moja
kwa ajili ya kuondoa asidi, lakini pia nyingine kwa ajili ya kuondoa H pylori. Ukifanya hivyo, ndugu yangu, H pylori hautawasikia. Vidonda vya tumbo hautavisikia katu. Ndio maana wale ambao wanatumia tiba yetu asili inaitwa stomach acids imekuwa ikiwasaidia. Ni kwa nini inawasaidia? Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo imevizingatia. Tumevizingatia vitu vingi kuhakikisha afya yako inaimarika. Sasa ndugu yangu, kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, niandikie hapo chini kwenye comment, niandikie neno vidonda vya tumbo au unahitaji msaada. Ukisema unahitaji msaada, nitakuelekeza sisi tunapopatikana ili uweze kupata dawa hii. Dawa hii ni shilingi 300 tu, unaitumia ndani ya siku 30. Kama unahitaji dawa ya vidonda vya tumbo, basi hakikisha unaandikia kwenye comment, niandikie neno nahitaji dawa ya vidonda vya tumbo, nami nitaweza kurespond. Tunapatikana Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Ukifika Mwanza Mkorani, tuko nyuma ya orofa ya Family Corner. Ofisi yangu inaitwa JWS Herbal Clinic. Tunafurahia kukutibu wewe kuhakikisha afya yako inaimarika. Haina haja ya kuendelea kuteseka na gesi, kiungulia, kuvimbiwa, kutokula vyakula unavyotaka, lakini pia wengine wanakosa usingizi, wengine wanakuwa na changamoto ya kupata choo cha damu, choo cha shida, harufu mbaya mdomoni, lakini pia mapigo ya moyo kwenda mbio, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno. Hivi vyote ni dalili mojawapo za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ukipata stomach acids, basi itakusaidia kutokomeza changamoto ya vidonda vya tumbo. Karibu na Mungu akubariki.